Unaweza kujiuliza swali kwamba kwa nini kwenye ibada watu wanakuwa wanafukiza harufu fulani fulani. Unakuwa unajiuliza harufu ina maana gani kiroho? Au harufu ina maana gani? Kwa nini harufu? Kwa nini kuna harufu mbaya, harufu nzuri? Kwa nini harufu zingine zinakera, zingine hazikeri? Sasa nataka nikuelekeze kitu kimoja hapa. Si nikukumbushe, wewe kama hujui nakuwa na kujiulisha. Kama unajua ndio tunakumbushana hivyo hivyo, utaelekeza wengine hapo. Lakini harufu ni kitu kikubwa sana. Kwa mfano kuna harufu ya sandalwood, kuna harufu ya cinnamon. Cinnamon bwana ni mdalasini. Kuna harufu ya anemane, kuna harufu ya uvumba, harufu ya lavender, kuna perfume wameandika lavender sijui hivyo harufu mbalimbali. Lakini kuna harufu unakuta anauza udi fulani, kama nataka udi fulani, si udi wa dua nini. Sasa katika vyote hivi kuna vitu viwili, kila kitu kina yin and yang. Wachina wanasema yin and yang. Yin and yang. Kuna high frequency na kuna low frequency. Kila kitu kina pande mbili. Ndio maana ya mbili. Nilikuwa nafundisha kwenye nani pale mbili. Mbili ni kutambua sehemu ya pili. Yaani mbili ni daraja la kutambua huku na huku. Yaani ni hali ya kutambua huku na huku. Yaani ni uwezo fulani wa kutambua pande mbili. Yin and yang. Kila kitu kina pande mbili. Katika hizo harufu hizo, kila kitu kina pande mbili. Kuna yin yang. Yin na yang. Wenyewe wanakuambia uchawi mweupe, uchawi mweusi. Wengine wanakuambia low frequency, high frequency. Wengine wanakuambia hasi na chanya. Hivyo ya. Usiku na mchana. Mwanga na giza. Peponi, sijui na nini? Kuzimu sijui na peponi. Kushoto na kulia. Hivyo. Sasa kila harufu inakuwa na maana yake. Kuna harufu ambayo ukiwa unaisikia kwenye pua yako, kwa sababu milango ya fahamu kama masikio na pua zenyewe hazina haja ya frequency kuipeleka ibadilike kuwa picha. Hapana. Labda wewe mwenyewe uhisi picha fulani kwenye kichwa chako, ndio hiyo picha itatengenezeka. Lakini harufu ni kitu ambacho huwa kinaenda moja kwa moja kwenye ubongo wa hazina, ubongo wa bahari kubwa, ubongo ambao ndio kila kitu, subconscious mind, ubongo ambao ni engine ya kiroho, ubongo ambao unatupaisha kutupeleka kwenye hali mbalimbali, ubongo ambao unatengeneza mawimbi mbalimbali, ubongo ambao unaamrisha mwili wetu. Sasa kuna baadhi ya harufu inakuwa unakuta inakunyongonyeza hivi. Yaani unaweza kusikia harufu na ukakuta inakunyongonyeza. Inakunyongonyeza harufu. Inakushusha kwenye low frequency kwa hali na mali. Inakushusha kwenye low frequency. Low frequency. Inakunyongonyeza. Ukishangaa hata tumbo limeanza kuuma, sio nini. Sasa harufu moja kwa moja inatengeneza mitetemo. Inapeleka ishara kwenye akili ya subconscious ya kuamrisha. Kwa mfano unaweza kushangaa harufu nyingine inafanya moyo unadunda. Harufu nyingine inafanya tumbo linauma. Tumboni kuna chakra, moyo nao ni chakra. Kwa unakuta harufu hiyo inaenda kuzuru moja kwa moja chakra fulani. Kila chakra inatetema kwa style yake. Ina mawimbi yake ya chini na ina mawimbi yake ya juu. Sasa unakuta hiyo harufu ni mawimbi ya chini ya chakra fulani. Moja kwa moja utaanza kujisikia hali hasi ambayo inahusianishwa na hiyo chakra. Ujue homoni zimezalishwa bila mpangilio kwenye mwili wako. Na nishati ya kucontrol hiyo uzalishaji wa hiyo homoni ambao unapelekea mwili wako uwe na hali fulani imedumaa. Homoni zinakuja tu bila mpangilio. Unajikuta unapata shida sana. Lakini kuna upande wa nuru. Kuna harufu zinakufanya ujisikie vizuri sana. Kuna harufu zinakufanya mwenyewe unasema yaani kuna ile
yani harufu sijui nikwambiaje, nasema hii harufu ni mashallah. Yani hii harufu ni nzuri. Harufu inakufanya unasikia utulivu, unasikia raha fulani ambayo haina ukomo. Harufu hiyo ni nzuri hata kwa ibada, kwa sababu inakuunganisha, inakupeleka kwenye high frequency. Au huko utakutana na mababu wema ambao inaweza kukupa mwongozo kupitia maono. Unaweza kukuta mtu fulani kwenye meditation nakwambia uweke muziki wa ala fulani, uweke uwe nanukia. Nimekusikia inakuwa nasikiliza story kwenye mitandao kwamba ukitaka kuita pepo sijui unachukua sehemu ya kutulia, unajiandaa unakuwa msafi, au sehemu inakuwa safi, inakuwa inanukia vizuri, inanukia vizuri. Maana yake ni ile ni ishara ya high frequency, ili ujisikie salama, ili ujisikie kujiamini, ili ujisikie hakuna ulichopungukiwa, yani ujisikie vizuri, uwe kwenye wewe. Ili mambo yakae vizuri, ili ucontrol mambo vizuri. Hiyo ilikuwa ni kuhusiana na harufu. Mwingine unaweza kukuta ana elimu zaidi. Najua elimu ni bahari. Elimu ni bahari kubwa sana. Unaweza kukuta mwingine ana mengi ya kuzungumza kuhusiana na hiyo. Pia hapo kauliza hapo mwingine anakujibu tu vizuri. Kwa sababu mtu mwenye elimu kubwa ya hii mambo, mimi najua sio bahati mbaya kuipata hiyo elimu. Kupata ufahamu ni high frequency. High frequency hamna chuki, hamna choyo. Hamna wivu kwenye high frequency. Kwa hiyo sasa anakuwa anajisikia tu, atashangaa tu ametirika.